Kiumi anakwenda. Sisi hapa mzee Ole Profesa Ole Gabriel, nadhani unaelewa umri wetu tunaenda sawa. Ni kazi kidogo. Kwa hiyo ameyasema vizuri. Kwa hiyo nisisitize yafuatayo tu kwenye eneo lile alilosema kwamba wakuu wa idara kukaimu muda mrefu kunatokana na kukaimisha watumishi wasio na sifa kwa mujibu wa miundo ya kada husika. Unapomkaimisha mtu ambaye ana sifa Israeli unamchelewesha muda wake, kwa sababu pia hata kibali chenyewe kumtafutia kwa katibu mkuu huwezi, na matokeo yake wanastaafu wanakuja kuanza kudai, unaleta tu mgogoro huku serikalini. Madai yasiyo ya mishahara, mathalan nauli za likizo, uhamisho, matibabu, hayo ni ya kwenu, lakini wote mnayaandikia yakadaiwe serikali kuu. Sasa mnafanya kusudi tu, ni kuwakoga na kuwadanganya, lakini kimsingi mnatakiwa kuwalipa kutoka kwenye fedha yenu wenyewe ya makusanyo yenu ya ndani au ya OC mnayopata. Kuchelewa kwa malipo ya mishahara kwa watumishi wanaolipwa kupitia mapato ya ndani ya halmashauri own source. Serikali imekuwa ikiwapunguza, lakini wako wachache waliobaki kwenu. Ni mgogoro mkubwa. Ni kama tu discretion, lakini bado mnawatumia. Usafirishaji wa taarifa za watumishi. Usafishaji wa taarifa za watumishi, data cleaning, bado tatizo kubwa. Wako maafisa utumishi hawajitambui kabisa. Na kwa hivyo hata halmashauri nzima kabisa, nilimtuma mkurugenzi wangu Mahumi yuko wapi? Akaenda Kigoma kule. Tulikuwa napata simu nyingi kwenye halmashauri ya Kigoma nini? Kigoma Municipal Council. Yaani yule afisa utumishi yule amelala usingizi kabisa. Ama yeye au aliyekuepo, aliyekuepo nyuma ya kabla yake, sijui yuko wapi. Unaweza kukuta ni afisa utumishi mahali pengine. Hebu mkamtoe akafanye kazi zingine, ashughulike kidogo, mamlaka yake ya ajira ishughulike naye, kwa sababu kwa kweli amefanya kosa baya sana kwa wale watumishi, baya sana. Hakufanya chochote, yani yeye hakufanya chochote, hakuingia kwenye mfumo, hakufanya chochote, akapiga maisha pale, alafu akahamishwa. Unaweza kukuta pengine si akateuliwa, si pengine yuko kwenye wizara mahakamani labda kwa ule maana je sio huku tusipofanya kazi yetu ya kuwachunguza hawa wanaosimamia rasilimali watu, kidogo tunaweza tukajikuta tunapata hasara kubwa. Unaweza kukuta huyo jamaa ana uteuzi mkubwa tu, hebu atafute, na mimi nina interest ya kumjua hata kwa jina, maana wale watu walikuwa wanalalamika hakufanya chochote. Yani imebidi mkurugenzi akakae nao pale almost 3 days afanye ile kazi ya afisa utumishi. Lakini unajiuliza, kama huyu hakufanya, kiasi kwamba wilaya yake nzima hawawezi kupandishwa vyeo wala hawawezi kupandishwa madaraja, unajiuliza Dasi alikuwa wapi? Maana hao ndio wanaopenda koroma. Alikuwa wapi? Na mkurugenzi wake alikuwa wapi? Rasi Ase alikuwa wapi? Lakini Rasi alikuwa wapi? Tunaendelea juu moja kwa moja. Mimi niwahi kusema siku moja, ukuna jambo aliendi kwenye mkoa fulani, ukimshughulikia yule mtu pale chini hautibu ugonjwa. Siku moja aje atokee mtu mmoja, ukashughulika na wakubwa, ukishughulika na mkubwa atasimamia chini. Kwa hiyo nadhani tujiulize wote kama tunatimiza wajibu wetu sawa sawa, kwa sababu haiwezekani yule jamaa afisa utumishi tu akakwamisha watumishi wote, walimu wote wakawa hawezi kupanda chochote, taarifa zao hazipo wala chochote kile. Wako maafisa utumishi hata kubonyeza kompyuta hawajui. Hapa tunazungumzia habari ya mifumo, tehama na nini. Na hilo nalo tuliangalia. Unaweza kutoa watu wanajifanya wanajua. Nilikuwa naongea na wale wanaofanyisha interview ya secretariat, katibu wa secretariat. Hivi mnajua kwenye interviews watu wengine si ni wachawi, si wanapenyaji. Yaani mnachuja mtakavyochuja. Unajua kuna majamaa yanaingia mpaka kwenye interview kumbe sio mwalimu. Hajawahi kusomea walimu kabisa.
Lakini yani amepenetrate, siji watu wengine wachawi. Mmeweka aptitude test linafuruku pale. Sasa mkishakuja kwenye oral pale sasa ndo anaulizwa hivi ukiwa na darasa, maana teaching methodology na nini yale mambo yule jamaa anapata 4 wakati huko amepata 96 kwenye aptitude test, yani ile ya kuandika. Hapa mimi nikaklik nikasema hapa kumbe ndio maana kuna watu wanasema interview zifutwe bwana, wana mambo yao. Mnaweza kwa watu wengine mnajiunga na agenda msiyojua. Na huko uwezekano tuna walimu ambao sio walimu na walishaajiriwa siku nyingi. Juzi tumeajiri afisa watendaji wa vijiji. Mimi nikamsaidia kijana mmoja anaitwa Eugene. Na nataka niseme kwa sababu ni kijana wangu, yuko kule jimboni. Nikamsaidia apate hiyo ajira ya utendaji. Akapata. Alipokwenda kuingiza lile jina afisa utumishi, tena nikasema abaki mpwapwa. Kuingiza jina likagoma. Jina lipo, ndio uzuri wa mifumo hii. Kwamba mfumo unakataa mtu ambaye alishawahi kuajiriwa serikalini, kwa sababu check number ile akiwekwa jina lake tu inakuja. Ikaonesha hapa. Ilipoonyesha akaulizwa, "Wewe bwana wewe, umesema siku zote unajitolea kwenye kijiji hiki utafuta kazi za utendaji na nini? Hasa mbona inagoma?" Akasema, "Unajua mimi bwana, naomba mnisamee." Akasema, "Bwana mimi niliwahi kuajiriwa kama mwalimu. Lakini sikuwa nikafanya kazi miaka 2 mitatu. Ilipokuja mwaka 2017 ndio akagundulika hana cheti cha walimu. Yaani kile cheti kilikuwa fake. Kwa hiyo katolewa Hasa mbona ulikuwa usemi kwamba uliwewe? Mimi naomba mnisamee." So you can see, tunaposema Secretariat ya ajira ifanye recruitment thorough kupata watu stahiki, tunamaanisha hayo yote. Leo Secretariat ya ajira inaonekana kama ni mtu mbaya, lakini ni mtu mzuri kwa nchi hii. Na walimu walio recruited na Secretariat ya ajira this time wanaokwenda kuripoti, kila mmoja hapa ni kiongozi kwa eneo lake. Aulize kule walikokwenda kuripoti wana level gani? Ni proper, ni wazuri, wanafika hata uhangaiki wanavyosema wakurugenzi. Wakurugenzi mpo kweli sio kweli? Nyosheni mikono wakurugenzi kama ni ukweli. Kwamba Secretariat ya ajira tuiache ifanye kazi yake, ipo kwa mujibu wa sheria. Tukibypass Secretariat ya ajira tunakwenda kuua nchi hii, kwa sababu kutatokea matatizo mengi including nepotism, which is very bad in stability ya nchi. Kwa hiyo ndugu zangu, haya nayasema ni mambo ya msingi, myasimamie na tuyasimamie wote kwa ustawi na maendeleo ya nchi yetu. Ndugu viongozi, ndugu washiriki, serikali kwa kutambua kuwa rasilimali watu ni nguzo muhimu kwa maendeleo ya taifa, imekuwa ikitoa vibali vya ajira kwa kada mbalimbali. Katika mwaka wa fedha 24-25, serikali imetoa vibali vya ajira watumishi 45,080 wa kada mbalimbali. Kati yake watumishi 10,396 ni kada za afya, watumishi 10,590 ni kada za walimu, na watumishi 24,994 ni kada nyingine. Aidha, nimetaarifiwa kuwa mchakato wa ajira za kada za walimu unakaribia. Wa afya kwanza ulienda vizuri na tukaukamilisha, na mchakato wa kada ya walimu unaendelea vizuri na tumeufanyia maboresho. Sio kwamba ukifanyia katika mkoa utaajiriwa katika mkoa huo. Tumerahisisha tu gharama za wale wasahiliwa kwenda umbali mkubwa, na hivyo wafanye katika mikoa, na pale rasilimali zitakaporuhusu itakuwa ni vema wakafanyia hata katika wilaya zao, lakini pale teknolojia zitakaporuhusu ni vema wakafanya kwa kutumia mifumo bila hata kukutana na yeyote yule. Ni utaratibu tu wa kuwekwa tu ambao unaweza. Ninataka niseme, niliona msahiliwa mmoja ambaye ni medical ni daktari, hizo madaktari, clinical officers. Wale clinical zilipofanyika za afya, max ninazozikumbuka, kuna mmoja alipata 4, kuna mmoja alipata 12. Sasa namna hiyo nikajiuliza, huyu alisoma udaktari? Kwa sababu maswali yale ni multiple choice.
Mimi nilipoangalia mtihani wa biology ambaye nilisoma form 1 na 2, niliweza kujibu maswali 4. Nadhani nilikwenda alikuwepo yule mkurugenzi wetu mimi mwenyewe biology ile biology niweza kujibu 4. Katika yale ya kwanza nilisoma mpaka 9 tu. Lakini kaweza kujibu, inasema round up the most appropriate answer kwenye lile swali. Hivi unapata 4. Halafu unasema tumeonewa. Yaani mtihani ulikuwa mwepesi tu, lakini sio kweli. Vijana wetu wao wa kweli, wajiandae wapate ajira kwa sifa, kwa sababu sera ya nchi inasema ajira zipatikane kwa ushindani. Sera ya utumishi wa umma. Sheria ya utumishi wa umma inasema ajira zipatikane kwa ushindani. Ilani ya uchaguzi ya CCM inasema ajira katika nchi yetu zipatikane kwa ushindani. Hii ya kuajiriana kama mafungu haipo. Labda kama kuna jambo lingine tujadili. Lakini mimi nimeapa kusimamia sera, kusimamia katiba, na katiba ni pamoja na sheria zake na sera zake. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo tunapaswa kwenda. Kwa hiyo nichukue nafasi hii katika kutekeleza dhana ya uwazi na uwajibikaji. Ofisi ninayoongoza itaendelea kutumia mifumo ya uwazi, ukiwemo mfumo wa SEMA na waziri wa utumishi, mrejesho, ili kupokea mrejesho kwa watumishi na wananchi kwa ujumla. Aidha, kwa sasa ofisi inaendelea na usanifu wa daftari la kielektroniki, yani Government Service Directory, ambalo baada ya kukamilika kwake itawezesha wananchi na watumishi kufahamu huduma zinazotolewa na taasisi za umma, gharama kama zipo, na michakato ya kufuatwa katika kupata huduma hizo. Uwepo wa daftari hili utasaidia kudhibiti vishoka wanaoingilia huduma mbalimbali. Bado, ili kuondoa vishoka, tutumie mifumo. Tusiruhusu watu kujaa nje ya ofisi zetu. Huduma kama za TANESCO, huduma kama za TRA, na TRA inawapongeza, wamejitahidi sana katika kujenga mifumo. Idara ya mahakama imejitahidi sana kujenga mifumo. Na taasisi zote zikifanya hivyo, wababaishaji wataondoka. Na hivyo wananchi wetu hawatailaumu serikali, kwa sababu wakihudumiwa hata na vishoka, wao wanasema mtumishi wa serikali. Kumbe aliyemhudumia ni kishoka. Mawakala tunaowafahamu ni wale ambao wana leseni za kufanya shughuli za consultants au kuwasaidia wananchi wetu kupata huduma kwenye maeneo stahiki. Eneo la leseni lina changamoto nyingi, lakini leseni ni rahisi tu mtu kuomba kwenye mfumo, akapewa control number, akalipiwa na akatumiwa leseni yake bila hata kuja kokote kule. Inawezekana. Assessment zitafuata baadaye. Kwa hiyo ndugu washiriki, nisisitize sana matumizi ya TEHAMA kama ambavyo tumesema awali. Ndugu viongozi na ndugu washiriki, ofisi ninayoongoza imeendelea kupokea barua mbalimbali za maombi ya masuala ambayo yalitakiwa kushughulikiwa katika ngazi zenu. Mfano wa maombi ya stahili mbalimbali za kiutumishi, ikiwemo upandishwaji na ubadilishwaji wa vyeo. Hili ni jambo la kwenu kabisa. Lakini likiwa very premature, unakuta mtumishi anakuja kwa waziri, tena analuka mpaka katibu mkuu. Na mimi ni mwanasiasa, siwezi kumkatalia mwananchi kuja kuniona. Mimi kweli nina foleni ndefu kwangu, na ninaomba radhi kwa wale ninaofanya nao kazi. Sio kwa sitambui kwamba mpo. Na katibu mkuu alishanizoea. Mimi kuwasikiliza wananchi ni sehemu ya wajibu wangu. Lakini kuambia siwasikilizi, nendeni huko, au nina siku maalum ya kuona wapi, siku yote nitakayokuwepo ofisini mimi nitasikiliza wananchi, kwa sababu ndio kazi yangu hiyo niweka. Mimi siangalii mafaili ya kiutumishi. Kwa hiyo lakini kusikiliza nako nisisikilize. Niacheni niwasikilize, lakini wanaokuja kusema kweli ni wengi, na wanaogopa kuja wakati mkuu kwa sababu wanajua akienda tu kule hana chochote alichoenda nacho. Lakini mambo mengi yanayosababisha wale waogope kwenda wakati mkuu na badala yake wakimbilie kwa mimi, mtu wa kisera,
ni kwa sababu ya nyinyi hamjafanya majukumu yenu sawa sawa. Kwa hiyo rai yangu kwenu, kwa sababu nyinyi mna wasaidizi maafisa rasilimali watu, mkiwaruhusu wafanye kazi na mkapokea ushauri wao, hakika mtapunguza haya mafuriko kwenye ofisi yetu, na naamini ofisi ya TAMISEMI nayo inapata mafuriko ya watu. Kumbe wenzetu huko chini mngefanya kazi yenu stahiki. Ndugu zangu, utawala wa rasilimali watu kwa ujumla, kuna maeneo uko vizuri na kuna mahala pengine hauko vizuri. Ni vyema washauri wenu na wasimamizi wa rasilimali watu mkaongeza kuwasikiliza na msiwapuuze. Natambua wazi kuwa sheria zinazosimamia taasisi zenu pamoja na kifungu cha 61B cha sheria ya utumishi wa umma sura ya 298 zimetoa mamlaka kwenu waajiri kushughulikia masuala ya kiutumishi kwa watumishi walioko chini yenu. Hivyo ni wajibu wenu kushughulikia masuala ya watumishi hao na sio kuagiza ofisi hii kushughulikia hoja ambazo kiutaratibu zilipaswa kushughulikiwa na ofisi zenu. Na kwa taasisi, nisisitize, taasisi na mashirika ya umma yanayojitegemea na yaliyoko chini ya msajili wa hazina, wakati mwingine mnafanya harakati zenu za masuala ya kiutumishi bila hata ofisi ya msajili kujua. Na ofisi ya msajili imetajwa kwa mujibu wa sheria ya utumishi kwamba watafanya kazi kwa kushirikiana na katibu mkuu katika masuala yale yanayohusika na taasisi zile. Lakini yako mambo yanafanyika na nyinyi masio yanayohusiana na masuala ya kiutumishi bila hata msajili wa hazina kujua au kuyachuja. Ni katika kuepuka ushirikiano huo kunaleta mgongano na mkoroganyo katika utumishi, kusimamia utawala na wa rasilimali watu. Hivyo ni wajibu wenu kuhakikisha kwamba ofisi zenu zinakaa na kusimama na ofisi ya msajili wa hazina. Ndugu washiriki na ndugu viongozi, ningependa pia kuzungumzia swala la kukaimu nafasi za uongozi na ujazaji wa nafasi. Hili nadhani nimekwisha lizungumzia kwamba mnakaimisha watu wasiokuwa na sifa na kuisababishia serikali madeni, lakini madeni hayo hayawezi kulipika kwa sababu anayekaimishwa anapaswa kuwa na sifa ndio apate kibali cha kukaimu. Na mtu akaimu hivi mpaka kwa kibali cha katibu mkuu utumishi. Ndugu washiriki na ndugu viongozi, kupitia zoezi la tathmini ya mahitaji ya rasilimali watu, imebainika kuwepo kwa nafasi wazi za wakuu wa idara na vitengo kwenye wizara, idara zinazojitegemea, wakala za serikali, sekretarieti za mikoa, mamlaka za serikali za mitaa na taasisi za umma. Vile vile taarifa za watumishi wengi kwenye mifumo wa utumishi bado haijasafishwa kama nilivyosema awali, na kwa hivyo mahitaji halisi ya watumishi katika utumishi wa umma yanajulikana, lakini hatutaki kusimamia. Ni katika silika ile ile ya kufikiri una nafasi ya kumweka unayemtaka siku unayotaka, wakati tuko watu ambaye kazi yetu ni kuweka watu mahala wanapotakiwa kufanya kazi ya nchi. Yaani mimi na wenzangu hawa kazi yetu sio kujenga madarasa. Mimi na wenzangu hawa kazi yetu sio kujenga mirambo, sio kujenga majosho, sio kuleta maji. Sisi kazi yetu ni kupanga watu. Yaani kila kicha kazi yetu ni kupanga. Yaani kama kucheza draft. Ndio kazi yetu. Sasa kuna watu wanataka kutuingilia kwenye kazi yetu hii. Na katika kufanya kazi hiyo sisi tuna wadau tunaoshirikiana nao. Tunao ofisi ya msajili wa hazina, tunayo ofisi ya TAMISEMI, lakini tunao makatibu wakuu wa sekta ambao ndio tunashirikiana nao. Na kazi yetu ni kupanga tu. Kwa hiyo tukiamka sisi kama wetu mnaozungumzia mambo mengine, sisi tunazungumzia watu, huyu yukoje, huyu ukoje. Ndio kazi yetu. Kwa hiyo mtuwie radhi, tutaendelea kuifanya kazi hiyo hata kama wengine wanapata shida nayo, lakini kwa kweli ndio tumeapa kufanya kazi hiyo. Na tunafahamu pia kwamba pia katika kufanya hiyo kwa sehemu tunashirikiana na mtendaji mkuu wa mahakama. Lakini tunakuwa makini sana kwa sababu kuna masuala ya independence
of Judiciary. Lakini yule pale anao watumishi wetu, yule anao wa kwetu, ana wale wakubwa wale, sisi hapana. Lakini yeye na sisi tunashirikiana kwa hawa watumishi wa umma. Tunashirikiana naye, kazi yetu ni kupanga na kupangua. Kwa hiyo endeleeni kutupa ushirikiano, kwa sababu sisi tukishirikiana na maafisa utumishi wenu tunafanya jukumu hilo. Ndugu washiriki na viongozi, naomba nitoe maelekezo kwenu kwa maeneo haya niliyoyagusa, kwa maana ya kusafisha taarifa za watumishi katika mfumo wa e-watumishi na kuchukua hatua za kujaza nafasi wazi, sambamba na kutoa taarifa kwenye ofisi mnayoziongoza pindi ujazaji wa nafasi unapokamilika, ili kuwe na kumbukumbu sahihi. Wakati mwingine mnaletewa watu kumbe tayari nyinyi mlishajaza. Kule mnazo governing boards, mnazo bodies zenu ambazo na zenyewe zina wajibu katika kusimamia rasilimali watu. Kwa hivyo mnapofanya jambo lolote, kubwa ni taarifa. Wote tunaongoza kwa pamoja, na wala sisi hatutaki kufanya na wala tupaswi kufanya peke yetu. Lazima tushirikiane na nyinyi. Kubwa ni taarifa, kwa sababu sisi ndio tunashikilia kwenye database ya watumishi wa umma, na pia tunaweza tukafungua au kufunga mshahara. Kwa hiyo unapofanya chochote kile, hakikisha kwamba katibu mkuu utumishi anafahamu. Tuwashike ndugu viongozi, ili utumishi wa umma na serikali iweze kufikia matarajio ya wananchi na falsafa ya uongozi wa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya 4R, inayohusisha maridhiano, ustahimilivu, mabadiliko na kujenga upya. Tuna wajibu wa kuzingatia misingi ya utawala bora katika kusimamia utawala wa rasilimali watu. Nichukue fursa hii kuwasisitiza na kuhakikisha watumishi wanafanya kazi kwa kuzingatia misingi ya utawala bora, kuwa na mabadiliko ya kifikra ili kuendana na mabadiliko yanayotokea mara kwa mara katika nyanja mbalimbali hapa nchini, lakini na duniani kote. Ndugu viongozi na ndugu washiriki, kwa kuzingatia masuala niliyoeleza na ninapoelekea kuhitimisha hotuba yangu, naomba nitoe maelekezo yafuatayo. Moja, endeleeni kusimamia utawala na rasilimali watu kwa kuzingatia sheria, kanuni, taratibu na miongozo. Pili, hakikisheni kuwa ofisi zenu zinajiunga na kutumia kikamilifu mifumo ya kiutumishi na uwajibikaji ambayo imesanifiwa na Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, na kuzinduliwa na ofisi na Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa tarehe 23 mwezi Juni mwaka 2024. Nirudie hii ya kuhakikisha kwamba mnatumia tehama katika utoaji wa huduma za kiserikali, lakini pia nisitize kuendelea kufanyia kazi taarifa za watumishi zilizopo katika mifumo jumuishi ya taarifa za kiutumishi, yani e-watumishi, na kama nilivyosisitiza, usafishaji wa taarifa hizo ili mambo mengine ya kiutawala yasikwame na watumishi kuhisi hawatendewi haki. 4, kuacha kuwasilisha au kupitisha nakala ngumu kwa barua za maombi ya masuala ya kiutumishi. Utaratibu tumeshaachana nao, kwa hiyo tunatumia mifumo. Lakini 6, wakurugenzi wa mamlaka za serikali za mitaa, mtenge nafasi za ajira mpya kwa kuzingatia maelekezo na mahitaji yenu. Imetusikitisha majuzi, mkurugenzi wewe umejenga shule mpya 4-5 za sekondari na msingi kadhaa, alafu katika maombi ya walimu umeomba walimu 12. Unawezaje kwenda kuzianzisha shule hizo? Maana yake hakuna mawasiliano mazuri kati ya maafisa rasilimali watu mlionao na nyinyi na mamlaka mlizonazo. Na kwa hivyo wako baadhi ya halmashauri ambao wao katika kipaumbele cha walimu au wahudumu wa afya hawakuomba wakati wamefungua vituo vya afya, wamefungua shule mpya. Wameomba kidogo sana. Inabidi sasa tukae na wenzetu wa TAMISEMI tujaribu kuliweka sawa jambo hili, kwa sababu vinginevyo litaleta crisis pale ambapo shule nzuri zimejengwa na Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ametupatia fedha za kujenga shule zilizokamilika, majengo mazuri,
kila kitu kizuri, kituo cha afya kimekamilika, lakini nyinyi katika ikama zenu na mahitaji yenu hamkuweka eti tu bajeti ya kuwahudumia katika huduma za awali, hamkuweka fedha ya kutosha, na hiyo inakuwa kikwazo cha kufanya mkose watumishi. Kwa hili nimeomba nisisitize kwa mwelekeo huo. Lakini 7 ni watumishi wanaopangiwa katika vituo vyenu vya kazi au kuhamishiwa katika taasisi zenu, muwapokee kwa mujibu wa maelekezo kama nilivyosema. Within 14 days awe amekaa kwenye kiti na anafanya kazi. Nenda njoo, nenda njoo. Yaani ni kama vile mtumishi wa umma analazimisha umpe kazi, na wewe unakuwa hutaki kumpa kazi. Huko ndiko tulikofikia. Halafu huduma zinapokuwa hazitoshi kwa wananchi, unamlaumu nani wakati wewe umemfanya mtu mmoja hajachukua kiti chake na kuanza kufanya kazi? 8, nafasi za uongozi zilizo wazi katika sehemu zenu za kazi zijazwe kwa kuzingatia sheria. Na mchakato hii hakika inaanzia kwenu. Mkiona mnaletewa ni kwamba mmekaa muda mrefu. Anzisheni michakato, si unaleta mtu mmoja. Ukianza mchakato unaleta 2 watatu kwa mapendekezo. Lakini si unaleta mtu mmoja halafu mnapita pale kuja kulobi. 9, tekelezeni jukumu la kuandaa watumishi wenu na mabadiliko mbalimbali yanayoendelea kujitokeza kwa kuandalia mafunzo yenye kukidhi matarajio ya nchi yetu pamoja na mazingira yanayotuzunguka ili wakabiliane na mabadiliko yanayoendelea kwa kasi hapa duniani. Na hapa nisisitize pia ikiwa ni pamoja na kuwapa mafunzo yale ya awali watumishi wapya kabla hawajaanza majukumu yao. 10, msimamie kwa vitendo maadili katika sehemu zenu za kazi za umma, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kuwa siri za serikali zinatunzwa vizuri. Aidha, mnaelekezwa kuchukua hatua stahiki pale maadili yanapothibitika kuwa yamekiukwa na watumishi walio chini yenu. Tunachokiona niliwahi kwenda kusikiliza proceedings za tume ya utumishi wa umma. Nikakaa pale mwanzo mpaka mwisho naangalia yale mashauri. Nikashauri kwamba watumishi wanaokata rufaa waitwe kuja kuapia kwenye tume. Kwa sababu kuna wakati mwingine mnakochi vitu huko vya kumuumiza tu mtu fulani, lakini kimsingi pengine hali hiyo sio. Na siku hiyo nilipokwenda nilikutana na kesi inaambiwa kwamba huyu jamaa ni mlevi wa kutupwa na ni mtoro. Huyo mtu alipokuja pale kwenye tume alikuwa ana sida na sikuona dalili hata kama anaonjaga waini. Tukajua huyu huko wamevurugana. Tukaambiwa yaliyoko huko. Alikataa kufungua mlango fulani, watu wanataka ufunguliwe. Wakamtandika nayo. Kwa hiyo huku tumeongeza kuchukua hatua kwa mtu innocent kwamba ni mlevi, kumbe sio mlevi. Lakini eneo jingine ni pale ambapo masuala ya kinidhamu katika utumishi wa umma yapo kwa mujibu wa sheria, lakini zinawekwa sababu za kibinafsi sana. Sababu za kibinafsi sana. Mathalani, yuko bwana mmoja anaitwa John Nane wa Singida. Yeye alituhumiwa na mwajiri wake kwamba amesababisha mama mjamzito kupoteza maisha akijifungua. Na hoja ilikuwa alichelewa kumfanyia operation. Je, najiuliza, katika kamati ile iliyoundwa kuanza mchakato wa kinidhamu, je, kamati ile ilikuwa ni ya kitaaluma? Ilikuwa mle ndani kweli wameshauriana kwamba daktari ana discretion ya kusema huyu nimfanyie au nisubiri kwanza? Madaktari wenzie ndio wangeweza kusema kwamba bwana, hapa you had a reasonable time na kwamba ulikuwa na sababu ya kuchukua hatua hii ya operation. Lakini kosa pale limeandikwa alichelewa kufanya operation. Sitafukuza madaktari wote. Nilisema katibu mkuu, shughulikieni yule bwana, lakini umri wake umeenda. Atarudi kwa mkataba malizie. Niliwapeni details. Kwa hiyo kimsingi msianzishe mashauri ya kinidhamu kwa kukomoa. Yapo kwa mujibu wa sheria.
Kama mtu ni mzembe, mchakato unaenda na kamati inaundwa, mambo yanaenda proper kabisa na kila kitu kifuatwe. Msikimbilie haya mambo ya umma, huwa hayanaga kukimbilia. Utakwama tu. Na ndio maana kesi nyingi sisi ambao ni mawakili huko mtaani, kesi against serikali tunazipenda sana. Kwa sababu unajua kabisa hao jamaa lazima wataacha mwanya tu. Yaani hata wafanyii wataacha mwanya tu. Kwa hiyo mwanya ule ndio mawakili wetu wanaokuja kupinga maamuzi ya serikali wanashinda. Masuala mengine madogo nimalizie. Moja ni kuimarisha usimamizi na ufuatiliaji wa utekelezaji wa mikataba ya huduma kwa wateja katika taasisi na kutoa taarifa za utekelezaji wa mkataba hiyo Ofisi ya Rais Utumishi. Mkataba ya huduma kwa wateja is very unpopular kusikia au kuona. Huduma tunazotoa ni vizuri zikabandikwa, zikawekwa wazi, lakini zikaimbwa sana kwa wananchi ili wazielewe. Na hasa maeneo ambayo wanakuwa yana huduma kwao ni za mara kwa mara. Lakini pili, kuziba pengo la upungufu wa utumishi kwa kutoa ajira za mikataba kwa kuzingatia waraka wa Katibu Mkuu Utumishi kuhusu utaratibu wa kujitolea katika utumishi wa umma. Utaratibu huu utasaidia kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi, lakini pia kutatua changamoto za ukosefu wa ajira kwa wahitimu wa fani mbalimbali. Ndugu zangu, dunia yote ina tatizo la unemployment kwa wahitimu. Na hata Tanzania sisi sio kisiwa, na sisi tunayo hiyo changamoto. Serikali haiwezi ikaajiri watu wote. Na hakuna serikali duniani imewahi kuajiri wahitimu wake wote. Mpaka sasa ikama yetu katika utumishi wa umma kwa nchi nzima haijafika 1,000,000. Na sababu hiyo inatokana na kwamba wage bill yetu kitaalamu na kiuchumi inapaswa kulingana na ukuaji wa uchumi. Kwa ili kuweza kuongeza watumishi, ili kuweza kulipana mishahara vizuri, lazima tuwe na wage bill, tuwe na GDP ambayo inaakisi uwezo huo wa kuchukua hawa watu na kuwalipa mishahara. Ziko kanuni za World Bank, kanuni za IMF ambazo zinataka wage bill yetu iishie mahala fulani. Kwa hiyo inapolazimika kuwa na idadi hiyo ya watu, basi tulazimishe na sisi kuwa na ufanisi ili kukuza uchumi. Tukikuza uchumi, tutatanua wage bill, kwa hiyo tutaajiri watu zaidi. Tusipokuza uchumi na watu wasipofanya kazi, itakuwa ni ngumu kidogo. Kwa mazingira ya sasa ambayo sasa asilimia kubwa ya watu wetu wanafanya betting, asilimia kubwa wanafanya kazi za mipango ya mjini, mipango miji. Ukisikia mipango miji sio ile mipango ya kupanga makazi na nini. Mipango miji ni mipango. Yaani mtu ana shughuli maalum lakini ana survive, anaishi. Katika mazingira ya sasa ambayo watu hawafanyi kazi, ukiangalia hata mashambani uwezo wa watu kufanya kazi umepungua. Si zamani mnawekwa foleni na mzazi wako mnaongozwa hivi kwenda shambani. Siku hizi ni nadra. Vijana wamekuwa huru. Lazima pia sisi sote tuhimizane kurudi kwenye misingi ya kuhakikisha kwamba tunafanya kazi za kuzalisha. Katika mazingira hayo ya ukosefu wa ajira, katika mazingira ya changamoto hizo, na kwa kutambua kwamba serikali ni kweli haiwezi ikaajiri watu wote kuwa permanent and pensionable kwa wakati mmoja, na tayari dunia na yenyewe inakiri upungufu huo, si Tanzania peke yake, ni lazima serikali kupitia taasisi zetu ifungue mlango wa kazi hizo za mikataba, kwa sababu zimeelezwa kwa mujibu wa utaratibu. Na mzifanye ziwe clear, zitangazwe hadharani, na watu ikibidi wapatikane katika hali ya ushindani badala ya kupendeleana. Ziko taasisi mnafanya vizuri, na ziko taasisi mnakataa kabisa hata kuchukua watu hawa wa mikataba. Hamfanyi vizuri. Punguzeni pressure ya unemployment, kwa sababu mnazo nafasi, na wengine mna shughuli ambazo hazifanyiki kwa ufanisi kwa sababu hamna watu, lakini bado mnagoma kuwaajiri wakafanya kazi kwa kuwalipa hicho kidogo ambacho kinaweza kusababisha kupunguza pressure ya unemployment. Wakati serikali inafikiria kama njia pekee ni kukuza na kupanua sekta binafsi kuweza kuwa na uwezo wa kuajiri zaidi, ni lazima na sisi katika sekta ya umma to exhaust all means za kupunguza pressure hii ya unemployment. Tunapoimarisha sekta ya umma na kuimarisha sekta binafsi kwa pamoja,
ni lazima tutoe ushirikiano kwa sekta binafsi kwa kutumia taasisi zetu, na taasisi zetu ndizo zinazofanya maamuzi. Wengine mna regulatory roles katika private sector, wengine mna majukumu ya moja kwa moja ya kujenga private sector. Tusaidieni kujenga private sector. Ndio njia pekee itakayoweza kuajiri watu wengi zaidi na kuondoa manunguniko ya kugombania ajira 10,000, waombaji 200,000. Ajira 10,000, waombaji laki ngapi? 200,000. How is it possible? Ukifanya zile hesabu za probability, you can see how small the chance is kwa kila anayekuja kufanya usaili kupata hiyo nafasi. Hiyo ndio inayopelekea vijana wetu wananungunika. Ndio mnasikia kuna NETO. Vijana hawa lazima wasikilizwe. Na mimi nilisema waje niwasikilize. Nashukuru kwamba wamekubali tena, wamejireorganize, na nimeridhia katibu mkuu nikutana nao Jumatatu ijao. Tuzungumze, tushauriane, tunaweza tukapata jawabu. Kwa sababu wao ni wasomi, wanaijua hali halisi ya nchi yao. Watakuwa na mawazo mazuri. Na mimi nawaambieni, jambo hili litaisha kwa vijana wale kutupa maarifa sisi serikali, ili tuweze kuona tunafanya nini kwa ajili yao. Maana ni wasomi. Kwa hiyo nawakaribisha vijana wa NETO waje tuzungumze. Na sisi, mimi nitakaa na wenzangu tushauriane nao. Taomba tu wenzangu TAMISEMI tuwe tayari. Waziri wa elimu naye yuko awe tayari. Tukae tusikilize hawa vijana. Watuambie wanaweza kuwa na mawazo mazuri yakatusaidia. Kwa hiyo nawakaribisha Jumatatu ijayo, na katibu mkuu naomba ulisimamie jambo hili. Jingine, baadhi ya taasisi zetu katika kujenga rasilimali watu, katika kujenga human capital katika nchi, katika kujenga rasilimali watu, ni lazima tuwaruhusu vijana wetu kufanya field, yaani mafunzo ya vitendo kwenye taasisi zetu. Ziko taasisi hazitaki kuchukua kabisa wanafunzi wanapokuja kuomba field attachment kwenye taasisi zao. Na hili limelalamikiwa na limeonekana bayana kwa tume ambayo tuliiunda kuangalia masuala ya upungufu wa walimu katika vyuo vyetu vya elimu ya juu. Miongoni mwa findings ilionekana Dr. Turuka ndio mwenyekiti wa ile kamati. Nimeona niiseme hii hapa leo kwa sababu finding imepatikana katika utafiti kwamba taasisi zingine hazitaki kabisa, hazitaki usumbufu wa wanafunzi wanaotoka kwenye vyuo mbalimbali kwenda kuja kufanya field attachment. Na mbaya zaidi, mnapowakatalia shule au vyuo vya binafsi kuja kufanya field kwenye sekta ya umma. It's very bad. Ni kama vile we are not conscious with the importance of private sector in our country. That's very unbecoming, na mimi ni wasii sana tuwachukue, kwa sababu ndio tunapojenga rasilimali watu inayofaa kwa maendeleo na ustawi wa nchi yetu. Ndugu washiriki na ndugu viongozi, ninapokwenda kumalizia, nimalizie kwa kusema, kwanza nirejee nukuu yangu niliyoanza ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020, ambayo inatambua kwamba nchi yetu inao watu wazuri, lakini inazo rasilimali nyingi. Lakini kwa awamu 6 za uongozi wa nchi yetu imebebana vizuri kutoka awamu moja kwenda awamu nyingine kwa mafanikio makubwa sana. Tunapofurahia uhuru wa nchi yetu wa miaka 60 na ushe, takriban 65 tuseme, 64, tunafurahia uhuru huu tukiwa tumetimiza shabaha na malengo ya waasisi wetu. Tunafurahia uhuru wetu tukiwa tumetimiza malengo na shabaha za watu wetu. Nchi yetu sasa huwezi kujificha, kujidai na kutamba juu ya hatua za maendeleo ambayo tumeyafikia. Tunaizungumzia Tanzania ambayo sasa ina barabara na inaendelea kujenga barabara zake kwenda vijijini. Imeunganisha mikoa na wilaya kwa barabara za lami, na sasa inaendelea na barabara za lami kuunganisha mikoa na wilaya kwa baadhi,
na kuunganisha vijiji, na zinatengenezwa kila mwaka na budget zinatolewa kwa ajili ya kufanya kazi hiyo. Tunaizungumzia nchi ambayo mtandao wa umeme umeenda katika vijiji vyote na vimebakia vijiji vichache tu. Mimi jimboni kwangu vimebakia vijiji 3. Vyote vina umeme. Umeme unaambatana na matumizi ya simu za mkononi na matumizi ya internet. You are talking of Tanzanians who have internet kwenye mikono yao. Unaizungumzia Tanzania ambayo imejenga mifumo ya utawala na utoaji wa huduma za kijamii ikiwemo afya na elimu, mpaka X-ray zipo kwenye vituo vya afya katika tarafa zetu. Tena pengine tarafa ina hospitali au vituo viwili. Mimi nina vituo vya afya vipya nilivyovijenga katika kipindi cha miaka hii 4 ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Vituo vya afya 4 vyenye magari ya wagonjwa, hapo sizungumza vya zamani. Vipya 4 vyenye magari ya wagonjwa, mortuary na X-rays. Unaizungumzia Tanzania ambayo maziwa yetu yote yanajengewa vivuko vya thamani kubwa. Unaizungumzia Tanzania inayojenga madaraja ya over 200 billion, 500 billion madaraja. Unazungumzia Tanzania ambayo imeongeza uzalishaji wake wa umeme mara 2 ya kiwango tulichokuwa nacho miaka 10 iliyopita kwa kujenga bwawa Mwalimu Nyerere na miradi mingine, na hivyo kuwa powerhouse, energy powerhouse, na tunaweza tukauza nishati yetu nje ya nchi. Unaizungumzia Tanzania ambayo leo tunavyozungumza tuna usafiri na usafirishaji ambao unaheshimika duniani, ikiwemo ndege na mageuzi makubwa ya reli na kujenga reli ya mwendo kasi, na inaendelea kujenga na itafika mwisho magharibi huku, na ikifika Mwanza italeta na itakuwa game changer kubwa kama ilivyotokea kwa Dodoma, na vipande hivyo vinakamilika. Haya yote na mengine ambayo sijayataja, kama hayataandaliwa rasilimali watu inayofanana nayo, tunatengeneza uchafu. Ni vema tukathamini rasilimali watu, tukajenga rasilimali watu ambayo itaachana na tabia na hulka ya kizamani ya kufikiri kuwa mtumishi wa umma ni mahala pa kujidai, kuwa mtumishi wa umma ni mahala pa kwenda kutajirika, kuwa mtumishi wa umma ni mahala pa kwenda kubabaisha watu. Badala yake utumishi wa umma ukawa ni sehemu ya kuhudumia watu. Wananchi wetu wa Tanzania walinganishe na wananchi wa nchi nyingine yoyote jirani zetu. Viwango vya Watanzania ni vya hali ya juu. Hakuna Mtanzania anafikiria kukimbia Tanzania. Hata wale walioondoka wakapata scholarship wakaenda Marekani, wakaenda Uingereza, wakaenda wapi, wakiwakuta wakirudi huku nyumbani wanakuta tuliobaki huku bongo bongo tumewazidi mbali. Kweli sio kweli? Mpaka anasema sasa mimi narudije hapa, naanza mipango. Maana zamani wakirudi walikuwa wanatukoga na raba mtoni, wanatukoga na radio cassette, wanatukoga na nini. Sasa wakirudi wanakuta jamaa na bonge la mjengo, lakini usio umeiba. Naamini mnakopeshwa na mnakopa kwa sababu nchi yetu ina mfumo wa kukopesha watumishi. Nchi yetu ina mifumo ya kukopesha wafanyabiashara. Nchi yetu ina mfumo wa kuwakopesha, wa kuwasaidia wanyonge wasio na uwezo ili waondokane na dimbi la umaskini kupitia TASAF. Uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Nchi yetu ina kila aina ya fursa kwa mtu anayejituma. Tunapojenga nchi ya namna hii, tujue tuna deni kubwa la kubadilisha mindset yetu katika kuwahudumia na kujenga utumishi wa umma unaotambua wajibu huo. Rai yangu kwenu kama masio, kama waajiri, nendeni na hii spirit. Tulipoamua kukutana na nyinyi na kuweka utaratibu huu wa kukutana, tulijua kwamba huwa tunakutana kila mwaka na maafisa utumishi. Lakini tukaona kukutana na maafisa utumishi haitoshi. Iko haja sasa ya huu mkutano kuwekewa utaratibu wa kufanyika kila mwaka. Na badala ya kukutana na maafisa utumishi peke yao na masio peke yao, tukutane wote kwa pamoja ili tuzungumze kuhusiana na rasilimali watu. Na napenda niwapongeze masio
walioambatana na maafisa utumishi wao wako hapa. Kuna baadhi wamekuja na maafisa utumishi wao. Nyie mnajitambua, mnajua. Usema nikienda peke yangu, twende wote. Kwa sababu kweli kikao hiki ni muhimu kwa sababu kinazungumzia rasilimali watu, na kwa hivyo CEO utapata feedback nzuri kupitia kwa msaidizi wako. Kwa hiyo ndugu zangu, nimalizie kwa kuwashukuru sana, na kwamba katibu mkuu kwa kushirikiana na wadau wengine, wekeni utaratibu huo kwa mwaka tu, mkutano mmoja tu. Utakuwa na watu wengi kidogo kwa sababu ni mara mbili ya hawa. Tutatafuta tu ukumbi, hatukosi kumbi hizo. Tukamaliza mkutano mmoja, watu wakaendelea kwenda kufanya kazi zao, kuliko tukafanya wa afisa utumishi au tukafanya na wa CEO. Hii itatuchelewesha. Lakini tutarahisisha communication. Tukiongea lugha tunaelewana kwa pamoja. Ndugu zangu, rasilimali watu hiyo itakayotubadilishia yote haya tunayowekeza kwa nguvu kubwa. Mheshimiwa Rais anaridhika namna ambavyo tunafanya kazi, lakini angetaka tufanye zaidi. Kwa hiyo niwasihi tufanye zaidi na tusimwangushe. Ana personality inayempa heshima duniani, na ametuletea rasilimali fedha za kutosha mpaka rasilimali watu imeshindwa kuzisimamia. Ni wajibu wetu kuandaa na kujipanga kwa ajili ya kutekeleza hayo maelekezo, kusimamia miradi na fedha zinazoletwa na Mheshimiwa Rais vizuri, ili wananchi wetu wafanane na hadhi na hali ya nchi yao ambaye tumeiita ni tajiri. Mwisho, niwatakie wenzetu waliofunga, Waislamu wote, Ramadhani Karim, na katika funga hii basi mpate fursa ya kuombea haya tunayoyasema ili yakatokee kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Naomba tuketi. Mheshimiwa mgeni rasmi, waziri wetu wa Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, naona timu haikusinzia, na baada ya kwamba haikusinzia, sasa tumalizie ratiba ya hii awamu ya kwanza kwa picha, kama utaniruhusu Mheshimiwa mgeni rasmi. Na picha zitakuwa kwenye categories kama 8. Niombe kwa haraka haraka wapiga picha wasogee. Tuanze na picha ya wakuu wa taasisi zilizo chini yako moja kwa moja. Taasisi zilizo chini ya Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Niombe Burodi wataingilia saidi ile, watakuja hapa afu watatokea hapa niliposimama. Naam, kinachoendelea sasa ni zoezi la picha, na picha ya kwanza itakuwa kati ya meza kuu na wakuu wa taasisi ambao wako chini ya Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Na kwa mujibu wa ratiba, sisi hadi kufikia hapa ndio tunafikia mwisho, lakini tu kitakachoendelea baadaye kutakuwa na mada mbalimbali, ambapo kutakuwa na mada ambayo itatolewa na Katibu Mkuu Utumishi. Mada hii itahusu masuala muhimu katika usimamizi wa utumishi wa umma, na mada nyingine itatolewa na GSO. Hii itahusu misingi ya utendaji kazi serikalini, na mada nyingine itatolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Mstaafu. Huyo ni Balozi Ombeni Sefue, ambaye atatoa mada mbili. Mada ya kwanza itajielekeza kuangazia masuala ya uongozi na mipaka yake, na mada ya pili itakuwa kufikiria kimkakati na kufanya maamuzi, na kwa mujibu wa ratiba kitakachofuata itakuwa ni majadiliano
kwa wote. Wakati zoezi hili la upigaji picha likiendelea, tujikumbushe yale ambayo yamejiri katika ukumbi huu, ambapo ni kikao kazi kati ya wakuu wa idara za serikali zinazojitegemea, watendaji wakuu wa wakala wa serikali, watendaji wakuu wa mashirika na taasisi za umma, wakurugenzi wa majiji, manispaa na miji, na wakurugenzi watendaji wa halmashauri za wilaya. Kikao ambacho kimefanyika kati yake na waziri wa nchi ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora. Katika hotuba yake, waziri wa nchi ofisi ya Rais George Simba Chawene amehimiza usimamizi mzuri wa rasilimali watu ili kufikia maendeleo zaidi na kuhakikisha rasilimali watu katika utumishi wa umma inaleta mageuzi makubwa kiuchumi. Na vile vile amekumbusha kwamba lengo la kikao hiki ni kuwa na uelewa wa pamoja na kubadilishana uzoefu ili kuleta ufanisi katika utumishi wa umma. Amesema kwamba kumekuwa na kikao ambacho kinafanyika kila mwaka na hiki kinakuwa cha maafisa rasilimali watu, lakini imefika wakati sasa ambapo ofisi yake imeona ni vema pia wakuu wa taasisi kukawa na kikao ambacho pia wanashiriki, ambapo wakijumuisha kwa pamoja. Amesema kitakuwa kinafanyika kikao kati ya maafisa rasilimali watu na wakuu wa taasisi, ambacho lengo lake itakuwa ni kubadilishana uelewa na kuwa na mipango ya pamoja. Bado tunaangazia hotuba ambayo imetolewa na waziri wa nchi ofisi ya Rais, ambapo amesema wapo baadhi ya waajiri hawafanyi kazi ushauri wanaopewa na wataalamu wa rasilimali watu, na wengine hawasimamii vizuri mifumo ya tehama ya kupima utendaji kazi watumishi, na pia hawasimamii na mifumo ambayo pia na yenyewe inasaidia, mifumo ya kitehama ambayo inasaidia kutoa huduma bora na kurahisisha utoaji huduma kwa wananchi. Hivyo wamehimiza kwamba ni wakati sasa wakuu wao wa taasisi kuhakikisha mifumo hii ya kitehama ambayo ina lengo la kupima utendaji kazi lakini na kurahisisha utoaji huduma inasimamiwa kikamilifu, ili yale malengo ya serikali kujielekeza katika matumizi ya tehama na kurahisisha utoaji huduma yaweze kufikiwa. Na vile vile amesema ofisi yake imeendelea kuboresha mifumo ili kurahisisha huduma kutolewa na kupatikana kwa haraka. Maafisa utumishi kupitia kwa viongozi hawa pia wamekumbushwa kutoa huduma bora katika kuhudumia watumishi badala ya kusema utumishi bado, wakati ukweli halisi upo. Kwa mfano amesema nakuta mtu anashughulikia swala la uhamisho lakini anaambiwa kwamba bado, wakati ukweli halisi upo kwamba labda kuna jukumu ambalo mtu huyu anapaswa kulitekeleza. Hivyo ni vema ukawepo uwazi na weledi katika kuyashughulikia masuala haya ili kuondoa milundikano ya watumishi, ambapo sasa wanalazimika kwenda wizarani ili kupata huduma, ili hali maafisa utumishi walikuwa na uwezo wa kuwapa majibu na kutatua tatizo hili badala ya kuacha wakiwa wanabaki njia panda. Lakini pia amehimiza busara na hekima zaidi kutumika katika masuala hayo. Na pia amesema baadhi ya waajiri wamefikia wakati wanachagua watumishi wa kufanya nao kazi. Akawakumbusha kwamba jambo hili ni baya na kuwahimiza kwamba wafanye kazi na kila mmoja, na pale ambapo anaonekana mtumishi huyo ana dosari, basi dosari hizo zitatuliwe, ikiwemo hata kama ni kushirikisha kwa mujibu wa sheria za watumishi wa umma. Naam, lakini pia tujikumbushe wakati zoezi hili likiwa linaendelea, tujikumbushe pia yale ambayo aliyasema naibu waziri katika ofisi hii Deusi Sangu, ambaye alisema bado yapo malalamiko kwa watumishi kutokana na malalamiko hayo kutoshughulikiwa kwa wakati, kwamba watumishi bado wana malalamiko kutokana na malalamiko ambayo wanayo hayashughulikiwi kwa wakati, hivyo wanaendelea kulalamika. Na amesema ni imani yake katika kikao hiki itafanyika tathmini ya kina ya utatuzi wa malalamiko hayo ili malalamiko ya watumishi yaweze kuwa yanatatuliwa kwa wakati. Na malalamiko hayo aliyoyataja naibu waziri Sangu ni pamoja na malimbikizo ya mishahara na uhamisho, kwamba malalamiko hayo bado yanawakabili wafanyakazi, hivyo yashughulikiwe kwa haraka.
Pia amesema wapo baadhi ya maafisa utumishi hawafuati utaratibu uliowekwa katika utatuzi wa changamoto za watumishi. Na mtazamaji wa TBC, kinachoendelea hapo ni zoezi la upigaji picha ambapo zinaendelea kuwekwa kumbukumbu muhimu ya tukio hili ambalo limefanyika hii leo hapa jijini Dodoma, ikiwa ni siku ya Jumatatu hii leo tarehe 3 ya mwezi wa 3 mwaka huu wa 2025. Zoezi la upigaji picha likiwa linaendelea likishirikisha wakuu wa taasisi, ambapo pia katika picha hii namuona mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania Dr. Ayubu Rioba akiwa amejumuika pia na watendaji wengine katika picha hiyo, na hii yote ni kuendelea kuweka kumbukumbu ya tukio hili ambalo limeshirikisha waziri wa nchi ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora na wakuu wa taasisi. Hadi kufikia hapa, kutoka hapa Dodoma, sisi hatuna la ziada. Tunafikia mwisho na tunarejesha matangazo haya jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea na vipindi vinavyofuata. Kumbuka ulikuwa nami Anet Andrew kwa niaba ya timu nzima ambayo imeshiriki kuwezesha matangazo haya kukufikia popote pale ulipo katika hali ambayo ni murwa kabisa, na kutakia